ila usisome kwanza. Alafu pia mwingine atafunua Nehemia sura ya 2 mstari wa 4 na wa 5, mwingine afunue hiyo hapo. Alafu mwingine afunue mwingine huyu atakayesoma Nehemia 2 mstari wa 4 na wa 5 atasoma pia mstari wa 19 na wa 20. Kutoka kwenye kitabu chetu Kweli ya Biblia inasema, kwa nguvu za Mungu na kwa kutumia utambuzi na nidhamu tunaweza kuvishinda vikwazo vikubwa kabisa na kupata ushindi dhidi ya upinzani. Nitarudia tena, kwa nguvu za Mungu na kwa kutumia utambuzi na nidhamu tunaweza kuvishinda vikwazo vikubwa katika kupata ushindi dhidi ya upinzani. Kama umeufuatilia vizuri huu mstari, tunajifunza kwamba kumbe somo letu la leo tutagusia vitu vya ushindi, upinzani na namna watu wanavyomtegemea Mungu katika ushindi, sasa katika vikwazo au upinzani unaotokea. Mstari wa kukumbuka unatoka hiyo Nehemia 2:20, unasema Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha, kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga. Sasa hapa tunaweza tukaanza. Aliyefunua Nehemia 1 atasoma ili tupate vizuri. Utaanzia mstari wa 1 mpaka wa 9 ili tuelewe vizuri. Karibu. Nehemia 1. Habari za Nehemia mwana wa Hakalia katika mwezi wa 2 mwaka wa 20 ulipokuwa Kushani. Anani mmoja wa Waislamu akakisia yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona. Hao watu wa uamsho waliosalia na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uamsho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mshutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha, kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni, nikasema, nakusihi Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu, mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako. Hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Naam, mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Na kuomba nikumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema, ukikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali ukirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za Misri, hata hivyo kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua ili kuliweka jina langu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma hichi kitabu cha Nehemia, anatoa mwanga juu ya yale mateso waliokuwa wameyapata kule walikokuwa wamechukuliwa mateka. Sasa Nehemia anakuja anaumia baada ya kusikia taarifa za watu ambao wapo kule kwa namna wanavyoishi. Manake hawa watu kwa namna moja au nyingine wao hawakuwa mateka, lakini maisha yao yalikuwa ya dhiki na ya taabu kuliko hata wale waliokuwa katika mateka. Ambapo sasa waliokuwa mateka wao walikuwa wamefanya vitu vingi na walikuwa kama wameizoelea hiyo hali. Anakuja anaibuka mtu mmoja Nehemia
anakuja anamrudia Mungu baada ya kuumia juu ya kilichotokea kule walikotoka, ambako ukuta ulikuwa umebomolewa. Katika hii kipengele ambacho tumesoma, Nehemia anaweka wazi juu ya makosa yao mbele za Mungu. Yaani Nehemia ameenda mbele za Mungu, sio kwamba amelaumu kwamba kwa nini walitekwa au kwa nini wako mateka, alafu kwa nini Mungu ameshindwa kulinda ule mji, lakini anaweka wazi juu ya makosa yao. Kwa hiyo ambao walikuwa kule kwenye mji na walioko kuwa mateka, wote lao lilikuwa ni moja. Hakuna aliyekuwa anaishi kwa amani hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile kutokuwa na utulivu sehemu zote mbili, wanamhitaji Mungu. Lakini ni nini kimesababisha wawe kwenye zile hali? Nehemia anaweka wazi kwamba ni makosa yao, walimkosea Mungu, na sio kwamba walikuwa hawajui madhara ya dhambi walikuwa wameifanya. Na ndio maana anasema ulisema kwamba tukikukosa wewe, tukikutenda dhambi utatutawanya. Kwa nini anasema hivyo? Walikuwa tayari wana picha ya madhara watakapomkosea Mungu, lakini ni kujisahau. Jambo la pili, anaonyesha tumaini tena kwamba Mungu atakapowarudia watayaacha maovu yao, alafu watamrudia Mungu. Kwa nini alileta hilo neno? Akiamini kwamba baada ya kusamehewa makosa yao Mungu atawarejesha tena kwa pamoja. Jambo la tatu ambalo analionyesha tena anaweka wazi kwamba kuna matokeo au matunda au ahadi ambayo inakuwepo tena mtu akitubu katika hichi kitabu ambacho tumesoma. Hiyo ni kwa imani kwanza, maana walikuwa bado hawajajenga mji wala walikuwa bado hawajakusanywa kwamba tuone tayari kuna matokeo, kwamba tushuhudie kwamba Mungu ameshawasamehe, sasa tunayaona matunda ya Mungu kuwasamehe. Lakini Nehemia anaweka hilo jambo kabla, yani anaamini kwamba katika kutubu Mungu akishawasamehe atawakusanya kwa pamoja, akishawakusanya kwa pamoja Mungu atawarudia tena, alafu wao watapata zile ahadi ambazo Mungu amewaahidia. Haleluya. Tusome tena hii Nehemia 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 5. Nehemia 2 mstari wa 1. Katika mwezi wa Nisani mwaka wa 20 wa mfalme Artasasta, na divai imewekwa mbele yake. Nikaishika ile divai nikampa mfalme, nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako, nawe huna ugonjwa? Nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Ndipo nikaogopa sana, nikamwambia mfalme, na aishi milele kwa uso wangu usio na huzuni, iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nikamwomba Mungu wa mbinguni, nikamwambia, mfalme, akiona vema, na ikawa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali nipeleke mpaka Yuda, niuendee mji wa makaburi ya baba zangu, nipate kujenga. Okay. Sasa mstari wa 19 na 20. Lakini waliposikia Sanbalati Mhoroni na Tobia mtumishi wake Mwamoni na Geshemu Mwarabu walitucheka wakatudharau, wakasema, ni nini neno hili mnalolifanya? Je, mtaasi ninyi juu ya mtaasi ninyi juu ya mfalme? Ndipo nikawajibu nikawaambia, Mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha. Kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga, lakini ninyi hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika Yerusalemu. Asante.
mstari wa pili unaonyesha sasa wameshaamua kile walichokisema kwamba watarudi na waujenge mji. Sura ya Nehemia ikawa imetoa majibu mbele ya mfalme. Nehemia alikuwa ni yule anayeonja chakula kabla ya mfalme kula. Kwa hiyo mfalme alikuwa ameshamzoea kiasi cha kwamba anamjua kwa hali zozote zile atakazokuwa akionekana. Lakini kwa siku hizo kwenye kitabu hichi cha Nehemia anasema hajawahi kuonekana kwa namna ile. Kwa hiyo moja kwa moja ilikuwa rahisi mfalme kumjua kwamba Nehemia yuko tofauti. Akawa anamuuliza Nehemia anataka nini? Ana shida gani? Nehemia amejieleza shida yake hapa kwenye kitabu chetu cha maandiko, anasema kisha mfalme akamuuliza ni nini anachokitaka. Nehemia baada ya kuomba haraka kuelekea mbinguni, hapa tulikuwa nataka kupasema. Nehemia ameshapata kibali mbele ya mfalme, mfalme ameshamzoea na anamjua. Kwa mazingira yao inaonyesha mfalme na Nehemia walikuwa wanaishi vizuri. Yaani walikuwa wanaishi vizuri, sio wale watu wa kuonyeshana, yani kwamba mimi ni mfalme wewe ni mtumwa. Walikuwa wanaishi vizuri kiasi cha kwamba ilikuwa rahisi Nehemia kuelewa ile lugha ya mfalme anapomuuliza unataka nini. Sasa Nehemia ameshapata kibali mbele ya mfalme cha kuulizwa anachokitaka, lakini bado aliona haitoshi. Hata kama mfalme ni mtu mkubwa, ana uwezo wa kuamua, hata wakati huo anarudi tena mbele za Mungu, anamwomba Mungu, alafu ndo anataja hitaji lake kwa mfalme. Anakuja anapata kibali cha kupewa ruhusa ya kwenda kujenga ule ukuta ambao ulikuwa umebomoka. Sasa hii sura ambayo tumeisoma kwanza, na anaweza kukufanikisha katika hilo jambo. Yaani Nehemia amemwomba Mungu, amepeleka hali yake mbele ya mfalme, lakini anakuja anaonyesha kwamba bila Mungu, hata kama ni mfalme, ana uwezo wa kuto kulifanikisha jambo lao. Kwa hiyo Mungu ni wa kwanza, anafanya kwanza. Akishafanya Mungu, naendelea kuamini kwamba ili jambo limefanikiwa, hata kama atamtumia mtu yeyote yule katika jambo hilo. Haleluya. Jambo la pili katika hii sura ya pili, lazima utambue kwamba Mungu anawatumia watu ili kufanikisha kibali chako. Yaani ni kweli umemwomba Mungu vizuri, hitaji lako unaamini kwamba Mungu atalifanya. Lazima uwatambue wale watu ambao Mungu anaweza kuwatumia ili kufanikisha hilo jambo lako. Haleluya. Nehemia anatufunulia upeo mkubwa wa kuitambua kazi alionayo na kusudi alilolibeba, na alijua kabisa katika hilo kusudi alilolibeba ni nani ambaye atapitia kwake. Kwa mfano, alihitaji rasilimali za kutumia, alihitaji vifaa, vitu vyovyote vile ambavyo vitamsaidia yeye kujenga ukuta. Sasa Nehemia kama Nehemia ambaye alikuwa katika utumwa, alikuwa na nini? Kwa hiyo moja kwa moja mtu ambaye Mungu angemtumia ilitakiwa awe navyo hivyo vitu ili iwe rahisi yeye kujua anaanzia wapi kule katika kujenga ukuta. Kwa hiyo mtu unapokuwa na jambo fulani au kusudi fulani, umeshamwamini Mungu, lazima utambue watu ambao Mungu anaweza akawatumia ili jambo lako likae sawa. Hivyo vitu vinahitajika, tunahitaji watu, tunahitaji vitu. Sasa kama hivyo vitu vyote vinahitajika, lazima utambue ni watu gani ni wa muhimu katika hilo jambo ambalo Mungu amelikusudia kukutumia wewe. Jambo la tatu katika hii sura ya kwanza sasa na hii ya pili, inatuonyesha kuwa Nehemia alikuwa tayari na maarifa ya jambo alilokuwa amelibeba. Alikuwa na nia, alikuwa na kusudi la kujenga ukuta uliokuwa umebomolewa. Alikuwa na maarifa pia ya hilo jambo ambalo alikuwa nalo. Maarifa ambayo nitayazungumzia ni maarifa ya kiroho na maarifa ya kimwili. Alijua, alitambua kwamba kama yeye ni mtu ambaye ana hilo kusudi ndani yake, atatumia kwa muda gani kujenga ule ukuta, atawatumia watu gani kujenga ule ukuta, atatumia nini kujenga ule ukuta. Hilo ni jambo la kimwili, lakini jambo la kiroho alikuwa na maarifa kabisa ya kimungu kwamba
kama sisi tulimtenda Mungu dhambi na tutamrudia Mungu, atatufanikisha kufanya hili jambo. Alikuwa na elimu ya kujitosheleza, alikuwa na maarifa ya kujitosheleza juu ya Mungu na juu ya lile jambo ambalo tayari alikuwa nalo. Kwa hiyo unapobeba kusudi au unapoibeba kazi fulani, lazima uwe na taarifa za kutosha, yaani uwe na maarifa yaliyojaa. Maarifa kivipi? Uwe na maarifa ya rohoni, uwe na maarifa ya mwilini. Hapo nilikuwa nafafanua Nehemia 1 na Nehemia 2. Sasa swali langu katika hiyo, utajuaje kwamba Mungu amekuamini au anataka uifanye kazi yake? Yaani utajuaje sasa tayari umeona ndani yako una kusudi, umeona ndani yako una kazi ya kufanya, umeona kama Mungu anaweza kukutumia kwa wakati huo. Sasa utajuaje wewe kama mwamini au kama mtu uliyeokoka kwamba sasa Mungu anakutaka uifanye hiyo kazi au Mungu amekuamini katika hiyo kazi ili uifanye? Karibuni. Utajuaje kwamba Mungu sasa amekuamini wewe mtu uliyeokoka uifanye hiyo kazi ambayo Mungu anataka uifanye? Utajuaje kwamba ni mimi, kama Nehemia alivyojua kwamba ni mimi, ni zamu yangu, natakiwa nisimame ujenge ule ukuta. Sasa na wewe mwingine utajuaje kwamba ni Mungu sasa anasema na mimi anataka ameniamini katika hii kazi? Karibuni nisikie majibu kutoka kwenu kabla sijatoa ya kwangu. Haleluya. Au sijaeleweka swali? Tushirikiane, tuko darasani, sihubiri. Tushirikiane. Au sijaeleweka swali, nirudie vizuri? Ni kama nimesikia ndio. Ni kama nimesikia kuna mtu amesema ndio. Tumelielewa swali? Tumelielewa swali? Mbona na hiyo nayo amjibu? Tumelielewa swali? Tumelielewa. Basi tushirikiane tutoe majibu yoyote haya. Wewe jibu tu. Yaani usitafute kujibu vizuri au kujibu perfect. Karibu. Kama Mungu ameniamini katika kuifanya kazi fulani, kwa kuwa ni mzigo, yaani kuna mzigo unakuwa unaachiliwa katika hiyo jambo kulifanya, yaani sio kwa akili, ile inakuwa ni mzigo ambao umeachiliwa kwa hiyo kufanya hicho kitu lazima ujue. Okay, tumpigie makofi. Aya, mwingine, jambo lingine ambalo linaweza likaonyesha kwamba ni Mungu amekuamini wewe uifanye hiyo kazi. Karibu mtu mwingine. Karibu mkurugenzi. Amen. Unapofanya hicho kitu unakuwa na amani nacho, unakuwa na furaha au unakuwa na amani, unafanya kwa uhuru. Tumpigie makofi mkurugenzi. Karibu. Amen. Ndiyo. Kwanza na anaweza kukufanikisha katika hilo jambo. Yaani Nehemia amemwomba Mungu, amepeleka hali yake mbele ya mfalme, lakini anakuja anaonyesha kwamba bila Mungu hata kama ni mfalme ana uwezo wa kuto kulifanikisha jambo lao. Kwa hiyo Mungu ni wa kwanza, anafanya kwanza. Akishafanya Mungu unaendelea kuamini kwamba ili jambo limefanikiwa.
hata kama atamtumia mtu yeyote yule katika jambo hilo. Haleluya. Jambo la pili katika hii sura ya pili, lazima utambue kwamba Mungu anawatumia watu ili kufanikisha kibali chako. Yaani ni kweli umemwomba Mungu vizuri, hitaji lako unaamini kwamba Mungu atalifanya. Lazima uwatambue wale watu ambao Mungu anaweza kuwatumia ili kufanikisha hilo jambo lako. Haleluya. Nehemia anatufunulia upeo mkubwa wa kuitambua kazi alionayo na kusudi alilolibeba, na alijua kabisa katika hilo kusudi alilolibeba ni nani ambaye atapitia kwake. Kwa mfano, alihitaji rasilimali za kutumia, alihitaji vifaa, vitu vyovyote vile ambavyo vitamsaidia yeye kujenga ukuta. Sasa Nehemia kama Nehemia ambaye alikuwa katika utumwa, alikuwa na nini? Kwa hiyo moja kwa moja mtu ambaye Mungu angemtumia ilitakiwa awe navyo hivyo vitu ili iwe rahisi yeye kujua anaanzia wapi kule katika kujenga ukuta. Kwa hiyo mtu unapokuwa na jambo fulani au kusudi fulani, umeshamwamini Mungu, lazima utambue watu ambao Mungu anaweza akawatumia ili jambo lako likae sawa. Hivyo vitu vinahitajika, tunahitaji watu, tunahitaji vitu. Sasa kama hivyo vitu vyote vinahitajika, lazima utambue ni watu gani ni wa muhimu katika hilo jambo ambalo Mungu amelikusudia kukutumia wewe. Jambo la tatu katika hii sura ya kwanza sasa na hii ya pili inatuonyesha kuwa Nehemia alikuwa tayari na maarifa ya jambo alilokuwa amelibeba. Alikuwa na nia, alikuwa na kusudi la kujenga ukuta uliokuwa umebomolewa. Alikuwa na maarifa pia ya hilo jambo ambalo alikuwa nalo. Maarifa ambayo nitayazungumzia ni maarifa ya kiroho na maarifa ya kimwili. Alijua, alitambua kwamba kama yeye ni mtu ambaye ana hilo kusudi ndani yake, atatumia kwa muda gani kujenga ule ukuta, atawatumia watu gani kujenga ule ukuta, atatumia nini kujenga ule ukuta. Hilo ni jambo la kimwili, lakini jambo la kiroho alikuwa na maarifa kabisa ya kimungu kwamba kama sisi tulimtenda Mungu dhambi na tutamrudia Mungu, atatufanikisha kufanya hili jambo. Alikuwa na elimu ya kujitosheleza, alikuwa na maarifa ya kujitosheleza juu ya Mungu na juu ya lile jambo ambalo tayari alikuwa nalo. Kwa hiyo unapobeba kusudi au unapoibeba kazi fulani, lazima uwe na taarifa za kutosha. Yaani uwe na maarifa yaliyojaa. Maarifa kivipi? Uwe na maarifa ya rohoni, uwe na maarifa ya mwilini. Hapo nilikuwa nafafanua Nehemia 1 na Nehemia 2. Sasa swali langu katika hiyo, utajuaje kwamba Mungu amekuamini au anataka uifanye kazi yake? Yaani utajuaje sasa tayari umeona ndani yako una kusudi, umeona ndani yako una kazi ya kufanya, umeona kama Mungu anaweza kukutumia kwa wakati huo. Sasa utajuaje wewe kama mwamini au kama mtu uliyeokoka kwamba sasa Mungu anakutaka uifanye hiyo kazi au Mungu amekuamini katika hiyo kazi ili uifanye? Karibuni. Utajuaje kwamba Mungu sasa amekuamini wewe mtu uliyeokoka uifanye hiyo kazi ambayo Mungu anataka uifanye? Utajuaje kwamba ni mimi, kama Nehemia alivyojua kwamba ni mimi, ni zamu yangu, natakiwa nisimame ujenge ule ukuta. Sasa na wewe mwingine utajuaje kwamba ni Mungu sasa anasema na mimi anataka ameniamini katika hii kazi? Karibuni nisikie majibu kutoka kwenu kabla sijatoa ya kwangu. Haleluya. Au sijaeleweka swali? Tushirikiane, tuko darasani. Sihubiri. Tushirikiane. Au sijaeleweka swali, nirudie vizuri? Ni kama nimesikia ndio. Ni kama nimesikia kuna mtu amesema ndio. Tumelielewa swali? Tumelielewa swali? Mbona na hiyo nayo amjibu? Tumelielewa swali?
Tumelielewa? Basi tushirikiane tutoe majibu yoyote haya. Wewe jibu tu, yaani usitafute kujibu vizuri au kujibu perfect. Karibu. Naweza nikajua kwamba Mungu ameniamini katika kuifanya kazi fulani, kwa kuwa ni mzigo, yaani kwenye mzigo unakuwa unaachiliwa katika hiyo jambo kulifanya, yaani sio kwa akili, ile inakuwa ni mzigo ambao umeachiliwa kwa hiyo kufanya hicho kitu lazima ujue. Okay, tumpigie makofi. Haya, mwingine, jambo lingine ambalo linaweza likaonyesha kwamba ni Mungu amekuamini wewe uifanye hiyo kazi. Karibu mtu mwingine. Karibu mkurugenzi. Amen. Unapofanya hicho kitu unakuwa na amani nacho, unakuwa na furaha au unakuwa na amani, unafanya kwa uhuru. Tumpigie makofi mkurugenzi. Karibu. Amen. Ndiyo.